kombe letu. Mimi najua aliyechukua kombe hayuko hapa. Wako watu walipita njia yetu, naamini wameshiriki kwa 100% kuiba kombe letu la ngao ya jamii. Tutadili nao. Kombe lifanyaje? Makombe yanashindaniwa uwanjani, sio mlizie watu hawapo, mpite na kipaji chenu muibe kombe letu. Tunataka kombe lirudi ili tuweke sawa sawa. Wakati rais wa klabu ya Young Africans akitoa speech yake hapa, tumepokea mgeni ambaye ameingia wakati speech ikiendelea, na huyu si mwingine ni mjumbe mpya wa baraza la wadhamini wa klabu yetu ya Young Africans. Naomba kwa heshima kubwa na makofi mengi tumkaribishe kaka yetu Ridhiwani Kikwete. Mule maji amepata. Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete, Wanayanga wanakupenda sana. Naamini ulikuwa haupo tu wakati jina lako likitangazwa, lakini malaika wako walishuhudia namna ambavyo shangwe liliibuka huko ndani baada ya kutangazwa kwamba umekuwa mjumbe mpya wa baraza la wadhamini. Tunaamini kwa pamoja kushirikiana na wajumbe wengine, mwakani itakuwa tena. Mwakani jini ametuongezea pale Ridhiwani Kikwete kwa 2 mwakani. Mheshimiwa Rais, niachie niongee bwana hapa, tutamaliza muda. Na huu mkutano ni wa kwako. Naomba niurejeshe hapo tuendelee na ajenda zinazofuatia. Asante sana msemaji. Ajenda inayofuata ni kumthibitisha mkaguzi wa hesabu. Karibu mwenyekiti. Ndugu wanachama wa klabu ya Young Africans, mkaguzi mkuu wa mahesabu ya klabu yetu ESQ Financial amekuwa nasi kwa kipindi cha miaka 4 na muda wake umeisha. Sasa ni wakati wa kumthibitisha kwa kipindi cha miaka 4 ijayo. Tunamthibitisha. Asante katibu. Asante mwenyekiti. Ajenda inayofuata ni kupitisha mapendekezo ya marekebisho ya katiba. Karibu. Mwenyekiti wa kamati ya katiba na sheria kakaangu Raymond Wawa, na kuomba ndugu wanachama klabu ya Young Africans, huu ni wakati sahihi sasa kuitazama katiba yetu, na tulitumia fursa hii ya mkutano huu kuyatazama baadhi ya mambo ya kikatiba ambayo ni muhimu, na mambo hayo yanafanywa kwa dhamira njema ya kuifanya klabu yetu ya Young Africans kujiendesha kisasa zaidi. Moja katika vitu ambavyo mwenyekiti wetu atatusemea ni mfumo wa mabadiliko wa klabu yetu, ambao sasa kampuni mpya ambayo tunakwenda kuiunda itakuwa na nafasi ya kuendesha shughuli za klabu. Kwa sasa shughuli za klabu zinaendeshwa chini ya Excom kupitia kwa katibu tunamwita CEO, lakini mabadiliko yanapaswa kumaccommodate katibu mkuu wa klabu ya Young Africans kubaki kwenye klabu, halafu CEO atakuwa chini ya kampuni mpya itakayoundwa. Sehemu ya mabadiliko hayo inakwenda kuathiri katiba yetu ya sasa. Tutaenda kumsikiliza mwenyekiti wetu atatueleza. Liko eneo lingine la kiuongozi, tutakwenda kumsikiliza mwenyekiti wetu. Eneo la makamu wa rais wa klabu ya Young Africans, kwa nafasi ya sasa ni nafasi ya kuchaguliwa. Katiba mbalimbali zinazoshabihiana na mfumo wa kisasa wa uendeshaji zinamtaka makamu wa rais aidha kuteuliwa au kutokuwepo kabisa. Mfumo wa TFF ambao ni taasisi mama inayotuongoza, makamu wa rais anateuliwa na rais na kuidhinishwa. Mfumo wa CAF, makamu wa rais wanne wanateuliwa na rais wa CAF, na mfumo wa FIFA hauna kabisa makamu wa rais. Lakini sisi kupitia Excom yetu, jana tumekuwa na mkutano mrefu unaojadili mabadiliko haya katiba, tumeyapitia na tutaendelea kuwa na makamu wa rais kwenye klabu yetu, lakini nafasi hiyo itakuwa ni ya kuteuliwa kama itakavyoombwa na
mwenyekiti wetu ya kamati ya sheria kuileta kwenu kwa ajili ya kupata ridhaa. Lakini pia ili kujenga harmony ya uongozi, leadership kama nilivyosema ni kuwa na streamline direction, kuwa na mwelekeo sawa ili kuweza kujenga nguvu ya kwenda pia kulitazama. Mwenyekiti atazungumza hapa eneo linalohusu transformation yetu. Tunapofungua kampuni mpya ya Club ya Young Africans, kampuni hiyo transformation yetu inatambua watu 5 watakwenda kuingia kwenye bodi na watu 4 wataenda kutokea kwa mwekezaji. Katika hawa 5, katiba yetu ya kwanza ilikuwa inamchagua rais wa Club ya Young Africans, mmoja anakuwa mwenyekiti wa bodi, inawachagua wajumbe 2 wanaotoka exco. Nyepesi babangu, moja kati ya chaguzi ambazo mimi nimehudhuria mkutano ya Yanga sikujua na nakushutia rafiki yangu kila baada ya jamani, kama kuna uchaguzi una raha, usichelewe sasa, nitachoka, unaenda kuenjoy badala ya kwenda kwenye mifarakano sana. Wale waliopita na wake wamefanya sana kazi bora. Hawa wanaokuja nao wameweka sera zao, wanatishia bwana. Mimi nitakwambia kitu kimoja kwa sauti yangu. Chaguzi nyingi za Yanga zinakuwa na ushindani kwenye nafasi kuu za juu, yaani kwa maana ya mwenyekiti. Kipindi kile tukiwa na wenyekiti, unakuta wenyekiti wanagombea wanafika 3, 4, au kwenye uchaguzi wa makamu mwenyekiti wako 6, wako 8, alafu ukija kwenye wajumbe huku ndo wanaanza 20 kwa hapo. Lakini kadiri siku zinavyozidi kwenda, mabadiliko unayaona. Mkutano tu uchaguzi uliopita miaka 4 iliyopita, Injinia alipata changamoto kidogo kwa Mshindo Msola, lakini baadaye Mshindo akajiondoa, akabaki Injinia peke yake. Kwenye nafasi ya makamu wa rais kulikuwa na nafasi 2. Kuna mwanamke alikuwa anaitwa Suma Waitemba, anakumbuka ndani, alikuwa anagombania yeye na harakati yake, na bado unaona kulikopo na ile ushindani wa hali ya juu kwamba muda wowote anaweza Suma kwa makamu wa rais au harakati kwa makamu wa rais. Lakini uchaguzi wa mwaka huu kwenye nafasi ya rais, Wanayanga wote tumekubali kwamba mgombea anapaswa kuwa Injinia kwa sababu ya kazi kubwa aliyofanya. Na hii inatoa ishara gani? Ukiacha nyinyi kwanza wanachama, wagombea wengine ambao mtu alijipima maana yake msimu uliopita watu walitokeza kwenye nafasi ya rais kwanza. Lakini tofauti na msimu huu watu ni kuridhishwa na utendaji ambao wanafanya yaani mimi nitakwambia kwa sababu gani. Yaani nimewahi kuona siku moja unafanya interview na Kevin Kiduku Kongo Sabato, alikwambia ana maarifa mengi kumzidi Injinia, lakini kila akijipima kwenda kumpa changamoto kugombea Injinia anasema hapana, kwa aliyoyafanya tumpe nafasi nyingine afanye mengine zaidi ya haya. Akikwama kombee ndio tunaenda kuangalia, kwa sababu Wanayanga bado wako kwenye vision na wenye akili nyingi zaidi, inawezekana na waliomzidi hata elimu president, lakini kwa aliyoyafanya kila Mwanayanga akakubali kwamba bwana huyu amefanya kitu. Na sisi tumesema kwenye nafasi 2 za juu kwa walioyafanya, sidhani kama kuna Mwanayanga angekubali kwenda kuchukua fomu ya kwenda kumchallenge Injinia. Unamchallenge kwenye nini? Kwenye squad, kwenye matokeo. Simba anafungwa mara 6 mfululizo, je kutokea nje 6 mfululizo back to back, yani unacheza na Simba Sports. Kuna mtu mgumu kama Simba kwenye kucheza naye nje, sio? Umeelewa? Yaani dunia nzima Simba inacheza na watu, lakini tukikutana na Simba Sports tunasema hapa leo tunaruka na mtu ambaye hatupendani, tunaruka na mtu ambaye hawezi kukubali kushindwa, lakini mara zote 6 kamshinda. Tumemfunga mara nyingi Simba sisi kwenye utawala wa Injinia. Kwa hiyo nafasi za juu kama tumetoa bonus kwa viongozi, wacha tukawachague, tukatoa bonus. Ile ni bonus. Wewe kwenye uchaguzi wowote kupita upate upinzani, maana yake ni bonus. Watu wamekuamini. Tafsiri yake baada ya uchaguzi president anatakiwa kuongeza. Yaani umeona kama mwaka huu kwenye usajili hajataka kucheka na mtu, kuangalia vilabu vingine wameishia wapi. Hawajafika kwenye level yetu, kaongeza level nyingine 5 juu. Sio, umeelewa? Ile ndo maana ya kuwa kiongozi tunayemwamini. Hapa kwenye wajumbe wa kamati tendaji 16 babangu, tunataka hao kazi hapo ndio kwanza wale waliokuwepo wamefanya kazi kubwa. Hiyo nawaambia Sigai afanya kazi ya moto ya kutukuka, sio? Umeelewa?
Nenda kwa Muniri Saidi, kafanya kazi ya moto ya kutukuka. Nenda kwa Yanga Makaga, hatari babangu, weka mbali na watoto wa mwanamume. Nenda kwa Gulamali, kafanya kazi ya moto, si umenielewa? Nenda kwa yule Gerard Pinga, kafanya kazi ya moto. Wote wajumbe kama tendaji wafanya